Katika taarifa ambazo tumeendelea kukusogezea siku hii ya leo na katika vipindi vilivyopita, ni taarifa kutoka kule DRC nchini Kongo. Waasi wa M23, serikali ya nchi hiyo pamoja na nchi jirani, majeshi yao pamoja na serikali za nchi jirani zikiongelea mzozo mzima unaoendelea ndani ya nchi hiyo, huku mataifa makubwa yakiingilia kati mzozo huo kudai amani kuweza kutokea na kuzuia vita nchini DRC Kongo. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Taarifa zaidi kutoka nchini DRC Kongo zinasema mamia ya wanajeshi wa DRC watafuta hifadhi UN. Mamia ya wanajeshi hao na maafisa wa polisi wa Kongo wanaotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo wa mashariki mwezi Januari wanahamishwa Kinshasa. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu ilisema siku ya Jumatano. ICRC ilisema itawasindikiza wanajeshi na maafisa wa polisi ambao sasa hawana silaha pamoja na familia zao kutoka eneo la ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO hadi mji mkuu wa Kongo kwa muda wa siku kadhaa. Kulingana na MONUSCO, baadhi ya watu 1400, wengi wao wakiwa wanajeshi, wamekimbilia katika kambi yake ya Goma tangu mwishoni mwa mwezi Januari. Kwa kuzingatia utata wa operation na hatari zinazohusiana nayo, ICRC inataka kuheshimiwa kwa sheria ya kimataifa ya kibinadamu na uwajibikaji kutoka pande zote za wahusika, iliweza kusema hivyo. Waasi wa M23 wameshikilia miji miwili mikubwa ya Kongo tangu Januari, huku mzozo huo wa muda mrefu ambao mizizi yake ni mauaji ya kimbari ya Rwanda na mapambano ya udhibiti wa rasilimali nyingi za Kongo ukiendelea kuongezeka. Hata hivyo, Rwanda inakanusha madai kwamba inaunga mkono waasi wa M23 na kuwapa silaha, ikisema vikosi vyake vinajilinda dhidi ya jeshi la Kongo na waasi wengine. Mwanahabari, hizi ni taarifa kutoka kule nchini DRC Kongo. Taarifa zaidi na taarifa kamili zikisema kwamba mamia ya wanajeshi na maafisa wa polisi wanaotafuta hifadhi katika kituo cha Umoja wa Mataifa huko Goma tangu kutekwa kwa mji huo wa mashariki mwezi Januari wanahamishwa Kinshasa. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu iliweza kuthibitisha hayo, huku ICRC ikisema itawasindikiza wanajeshi na maafisa wa polisi ambao sasa hawana silaha pamoja na familia zao kutoka eneo la ujumbe wa kulinda amani wa MONUSCO hadi mji mkuu wa Kongo kwa muda wa siku kadhaa. Lakini kulingana na MONUSCO, baadhi ya watu 1400 na wengi wao wakiwa wanajeshi wamekimbilia kambi ya Goma tangu mwishoni mwa mwezi Januari, huku mamia wanajeshi wa DRC wakitafuta hifadhi huko UN. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari za kimataifa kutoka kule nchini DRC Kongo na kile ambacho kinaendelea huko, mzozo ambao unaendelea ndani ya nchi hiyo, huku waasi wa M23 wakiendelea kushikilia miji mikubwa ya Kongo tangu Januari, huku mzozo huo wa muda mrefu ukisemwa kuwa mizizi yake ni mauaji ya kimbari ya Rwanda na mapambano dhidi ya udhibiti wa rasilimali nyingi na utajiri wa Kongo ukiendelea kuongezeka. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema. Bye bye.